Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwana michezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kuwa mazito katika upande wa kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ukiweza kushuhudia namna ambavyo timu inavyocheza kwa sasa. Mambo yamekuwa ni tofauti kabisa. Sare 3 mfululizo zinazidi kuleta maswali ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, huku kila mmoja akiweza kuzungumza la kwake na namna ambavyo kile kinachoendelea kwa sasa ni kama vile unaweza kusema anguko la Young Africans liko karibuni, kama si limefika basi ndo linakuja kabisa, ambapo umeweza kushuhudia yale ambayo yanakwenda kutokea kwenye kikosi chao. Sasa leo hii pia yameweza kutoka ama kufanyika maamuzi mazito ndani ya kikosi cha Young Africans, ambapo uongozi ni kama vile umeona sasa uchukue hatua stahiki ili kuweza kuinusuru klabu yao kupoteza ubingwa huu, kwani nafasi bado ipo, lakini ni nafasi ambayo wanahitaji kuweza kupambana kwa hali na mali ili kuweza kuhakikisha kwamba wanafuzu vizuri kwenye mchezo huo mkubwa kabisa, ambapo katika kile ambacho leo hii Rais Engineer Hersi ameweza kukiweka bayana kuhusiana na hatma yake kocha, ni amekizungumza ni hiki hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama jekundu iliyoandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako kikosi cha wananchi Yanga. Bana, klabu ya soka ya Yanga au kwenda kutizama katika msimamo, bado wapo juu kileleni wakiwa na faida ya alama moja, tofauti na mtu ambaye anamfuata. Ukiweza kushuhudia ni namna ambavyo Young Africans wanazidi kujiweka katika mazingira magumu, na sababu kubwa ikitajwa ni pamoja na mbinu za kocha mwalimu Pedro, kwa namna ambavyo amekuwa akiweza kutumia timu yake kushindwa kuweza kumpatia matokeo chanya kwa wananchi Young Africans. Sasa inaelezwa kwamba Yanga leo hii wapo katika mkutano mzito kati ya viongozi wa Yanga pamoja na benchi la ufundi chini ya kocha Pedro juu ya kufikia makubaliano ya pande zote mbili kuweza kumaliza hii shughuli, yani mkataba, kuvunjiwa mkataba, kwani wananchi wanaona kabisa kwamba kocha huyo astahili kuendelea kuweza kumaliza msimu huu. Ni kama vile kocha Pedro amekuwa nyota yake haijaweza kumngalia vizuri kabisa kwa wananchi Young Africans, kulingana na kile ambacho kimeonekana, ambapo mpaka sasa mambo yameshindikana. Lakini anaandika mchambuzi, anasema ya kwamba binafsi yangu niliwapa Yanga sifa walipostahili sifa na kusema ukweli wanapostahili kuambia ukweli. Nilianza kuwaambia Folz hakuna kocha, na alipokuja huyu mechi 2-3 ilitosha kuwaambia ni kocha mzuri, ila sio kwa Yanga, sio mbaya, sio mzuri. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda, viongozi wana nafasi yao kwa haya matokeo. Kifupi, wamefeli vibaya mno kwenye madirisha ya usajili, na hii imeanza msimu mmoja nyuma. Kabla ya huu, Yanga imeuza ama kuondosha wachezaji wengi bora, kisha kuleta wachezaji wa kawaida ama wengine wakali, ila sio wa aina ya mpira wao. Viongozi wapewe sifa kubwa wanapopatia ni uungwana, ila wanapofeli waambiwe kuwa wamefeli na timu inayumba, na waacha na maswali. Moja, wachezaji wapya wa dirisha kubwa walikuwa wangapi?
wangapi wamekliki, wangapi wamebaki. Unaona bana. Jambo la pili, wachezaji wangapi wamesajiliwa dirisha dogo, wangapi wamekliki, wangapi wapo tu jukwaani hawachezi. Unaposema wamechoka tu ulizane, Asinki kacheza lini? Mwanengo kacheza lini? Buba kacheza lini? Unaposema wamechoka tu ulizane, Sure Boy yuko wapi? Astahili hata dakika ama anastahili kukaa benchi? Sure asizime hata kwenye mechi ya TRA? Faridi Musa yuko wapi? Faridi na Buba serious anakaa nyumbani Faridi. Unaona bana. Nimeona watu wengi wakisema sijui mipango watu hawataki Yanga abebe taji. Vipi na kafu, je, walikuwa na mpango huo? Timu ni daraja la wastani, wanapaswa kujitafakari. Anaandika mchambuzi Farhan Kiam juu ya kile ambacho kimejiri katika kile ambacho kimetokea kwenye mtanange wao kati ya Yanga zidi ya, hapa nazungumzia Mtibwa, ambao umeweza kuzua mjadala mkubwa sana juu ya Young Africans na wapi ambapo inapoelekea kwa sasa. Ni kama vile unaweza kusema Yanga ni imekosa mwelekeo baada ya huu msimu. Ukiweza kushuhudia pia majeraha wamekuwa ni wengi kwenye kikosi chao, jambo ambalo linatia wasiwasi kwa Young Africans kuweza kuchukua taji hili kwenye ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kwa kulingana na kile ambacho kinaonekana kwa sasa, Yanga ni kama vile imepoteza mwelekeo wa yale ambayo yanayoonekana kwenye kikosi chao na namna ambavyo wanavyocheza. Ndio zaili shaili ya kwamba unazidi kushuhudia kwamba Yanga msimu huu wapo unga, msemo wa Swahili wanavyosema kwamba haina mvuto. Hata wanapocheza ukiweza kutizama mambo yanavyokuwa ni tofauti kabisa na ile Yanga ya msimu uliopita. Kumekuwepo na baadhi ya maoni kwa baadhi ya mashabiki. Kuna wengine wanakimbilia kusema uongozi ambao uko chini ya Engineer Hersi Said umefeli msimu huu kwenye sajili zake na hata maamuzi ya kuachia baadhi ya nyota kwenye kikosi na wengine kuweza kuachwa ni jambo ambalo wengi wameona kama ni jambo ambalo lisilokuwa ama lisilofaa. Lakini wengine wakienda mbali wakisema ya kwamba kocha pengine ndio sababu kubwa ya wao kuweza kufikia katika anguko kama hili. Mpaka sasa uongozi wa Young Africans haujatoa taarifa yoyote kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kuhusiana na benchi la ufundi, kwa sababu imezoeleka mara nyingi kama si mara chache timu inapokuwa inafanya vibaya kwa timu za Tanzania, hususan hizi timu kubwa, mara nyingi si wavumilivu wa kuweza kuvumilia project yao iende kuharibika wakiwa na kocha. Mara nyingi kocha anapoanza kutia wasiwasi, wenyewe huonyesha action ya kuweza kumuondosha kwenye kikosi chao. Ijakuwa imekuwa tofauti kwa kocha Pedro, ambapo Young Africans muda kama huu walipokuwa na Romain Folz, mzee wa minuno, tayari muda kama huu timu alikuwa ameshaiacha na kurudi zake kwao kutokana na kuvunjiwa mkataba. Tusubiri kuweza kusikia Yanga watakuja na tamko gani kuhusiana na kocha Pedro. Weka maoni yako katika upande wa comment kuhusiana